Shabani, wakati wiki hii ikiwa na wiki nzuri kwenu wana Simba kwa hizi tuzo ambazo tumezizungumza hapa, wiki inamalizika na mchezo dhidi ya mtani wako, kwa maana siku ya Jumapili ya Juni 15 utakuwa na mchezo katika dimba la Benjamin Mkapa, Kariakoo Derby dhidi ya mtani wako. Wana Simba mnajiandaa kinamna gani kuelekea mchezo huu ambao unakwenda kuamua hatima ya ubingwa kwa timu zote mbili? Mechi ilishatangazwa muda mrefu. Nadhani sasa hivi inakaribia mwezi ilishatangazwa, na baada ya kutangazwa, kwa sababu mechi sisi tulishajiandaa na mechi ya tarehe 8. Baadaye wakatokea wahuni ambao hawajielewi wakaenda kuharibu ule mchezo. Lakini baada ya pale tukakaa, kukapitwa muda kidogo, ikatangazwa. Ilipotangazwa, si maandalizi yetu kama mashabiki tunajiandaa kwa sababu ya mechi. Kwanza kama mshabiki, hakikisha unakata tiketi yako, na ambao tulishakata, sababu mechi ilibaki siku moja ichezwe, wakatokea wahuni wakaribu mchezo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba asilimia karibia 85 walishakata tiketi. Lakini la pili, maandalizi yetu ya kwenda kusapoti kama mashabiki, ndio mchezaji wa 12 uwanjani yako vizuri kwenye matawi, kwenye sehemu za vijiwe na maeneo mengine. Ndio maana unakuta kila mwana Simba ameshachuka, anataka hii mechi ya Jumapili ile na kuishuhudia. Lakini ukiachia hilo, baada ya kutangazwa tena, viongozi wetu na wachezaji wetu, akili yao na targeti yao ilikuwa katika mechi ya dabi ya tarehe 15. Kwanza tushapoteza mechi nyingi zidi yao au mabwana. Lakini la pili, wao ndio mabingwa mara 3 mfululizo. Tunataka kufanya wasivunje rekodi yetu ya kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo. Kwa hiyo hayo yote tumejipanga nayo, na ninaona wachezaji kadri yani tunavyopeana zile taarifa za kambini, kila mchezaji anahitaji dabi ya tarehe 15 kwa hali na mali. Kwa hiyo sisi tunachosema, tunasubiri hiyo tarehe 15 waje uwanjani ili ngoma mbungi ije ipigwe, kila mtu alizike. Lakini sisi wana Simba tunaitaka dabi. Unaiona furaha ya ubingwa ikirejea siku ya Jumapili? Ndio maana tumejipanga, na ndio maana mpaka sasa hivi tunaitaka dabi. Si hatujakataa dabi. Kama ingekuwa hatuhitaji dabi au tuna wasiwasi, basi wana Simba tusingekuwa na furaha kama unavyotuona. Lakini tuna furaha, na mpaka wachezaji wetu tumeona wanaitaka hiyo mechi, na inshallah Mwenyezi Mungu atasaidia, tutafanya vizuri. Lakini kuna visingizio vinavyowekwa vingi kwamba mechi sijui mpaka tupewe nini, lakini siri yao sisi tushajua. Kuna wachezaji wao wanarudi tarehe 14 kuanzia saa 4 saa 5 usiku. Kwa hiyo wanajua hawatakuwa sehemu ya mchezo, hawatakuwa wamechoka. Kwa hiyo wanajua kabisa kasi ya Elim Panzo na Kip Dennis Prosper na Joshua Budo Mutale na Steven Dese Mukwala zitakuwa hatari. Ndio maana wanajifanya mara wanataka madeni, lakini ukweli wachezaji wao wengi wako kwenye timu za taifa na wanarudi tarehe 14 Jumamosi usiku. Ndio maana wanakimbia. Mimi nikushukuru sana Shamba. Nashukuru sana, alhamdulillah. Karibu sana wana Simba, niwaambie tunawapenda na tupendane. Kama tunavyosema nguvu moja, basi hiyo tarehe 15 tuwe nguvu moja Benjamin Mkapa, tukawaonyeshe au tukazidi kuonyesha Watanzania kwamba sisi ndo wenye ule uwanja. Tutaenda kuujaza ule uwanja wana Simba Sports Club. Shukrani sana. Nashukuru sana. Tazama namna ambavyo mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba hiki wanachokifanya hapa. Hakika historia inaandikwa. Wameamua kulipiga msasa ama kulipiga deki basi lao. Hakika ni furaha na fahari na faraja iliyoje kwa kuishuhudia timu yao ikienda nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ama michuano ya kafu. Hii walitafuta kwa muda mrefu sana, na hatimaye mara baada ya miaka 30 ya ushe kupita wameipata. Hao ndio Simba Sports Club. Tazama upendo kutoka kwa mashabiki. Tazama upendo kutoka kwa mashabiki. Hili ni bara. Sijui tamalizia wapi. Hili ni bara. Hapo kusau. Walize. Simba. Familia. Twende kwa Sioba. Madamu wangu. Huu ni upendo. Madamu Zuzi. Akiwa anatoa mikono na Simba ambao wanatambua na kuthamini kazi yake. Hakika huu ni upendo wa dhati kutoka kwa wana Simba. Huu ni upendo wa dhati kutoka kwa Simba. CEO Madam Zuzi, leo ninasema mbida.
wanapewa mkono wa shukrani, mkono wa hongera na wanasimba wake. Hakika ni jambo la furaha na fahari. Hii ni furaha na fahari. Madam wanaipungia Simba Fans TV. Simba hawana mbele. Wanasimba hawana jambo dogo. Hakika hii inavutia. Tazama namna ambavyo haya ni mapenzi na mahaba kutoka kwa wanasimba, wakiwa wanalisafisha basi lao, wakiwa wanalipiga msasa, wakiwa wanalipiga deki. Basi liko safi, basi liko murwa. Haya si mapenzi, haya ni mahaba. Sogea mbele kidogo na alipate basi kwa mbele. Huo ni umati wa wanasimba. Hawajui safari itaishia wapi, lakini wanasema popote ilipo Simba na wao hapo. Haya, basi hilo likiwa linaendelea kusafishwa na vijana wenye mahaba na timu yao, vijana wenye mapenzi na timu yao, wekundu wa Msimbazi Simba. Nini sitakusema? Hakika kijana akiwa analipigia basi saluti, kuthamini na heshima ya kile ambacho wanachokifanya. Tazama namna ambavyo mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba hiki wanachokifanya hapa. Hakika historia inaandikwa. Wameamua kulipigia msasa ama kulipigia deki basi lao. Hakika ni furaha na fahari na faraja iliyoje kwa kuishuhudia timu yao ikienda nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ama michuano ya kafu. Hii walitafuta kwa muda mrefu sana na hatimaye mara baada ya miaka 30 ya ushe kupita wameipata. Hao ndio Simba Sports Club. Tazama upendo kutoka kwa mashabiki. Tazama upendo kutoka kwa mashabiki. Hili ni bara. Sijui itamalizia wapi. Hili ni bara. Hapo hapo kusau. Waliche. Bizola. Familia. Twende kwa Sioba. Madam wangu. Huu ni upendo. Madam